Again ni kiongozi wako hapa Ned01. Bado tunafanya Sasampa Agencies, na kama wewe ni member wa Sasampa Agencies na utengenezi pesa, utakuwa unanikosea sana mimi kiongozi wako, kwa sababu naifanya kila namna kukufundisha, kukutia moyo, lakini pia kuelekeza. Najua sawa, ni mwanzo ni mgumu, unajifunza, kuna kukosea, kuna kurekebika, lakini unabidi uelewe kwamba hii ni biashara na biashara inakuzwa na inakuwa. Kwa hiyo ipe muda, endelea kujifunza, endelea kufanya, ipo siku. Sasa iko hivi, kwenye hii network marketing au hii biashara ya mtandao, hususan Sasampa Agency ambayo tunaifanya sasa hivi, basi unabidi ufahamu kwamba hii ni sawa na biashara yoyote ile. Sasa watu wengi ambao wanaingia kwenye hii biashara wanajua kwamba hii ni kazi, lakini sio kweli. Hii ni biashara kama biashara nyingine. Naomba uangalie video mpaka mwisho, kwa sababu nitakufundisha vitu vingi na nitakufundisha namna gani unaweza kufanikiwa kwenye hii biashara. Sasa kwa sababu gani nasema hii sio kazi? Kazi niseme ni namna ambavyo unafanya shughuli fulani kwa lengo la kupokea mshahara. Namna unafanya shughuli fulani kwa lengo la kupokea mshahara. Shanielewa, mshahara. Lakini biashara yenyewe ni fursa ambayo unaifanya, au ni shughuli ambayo unaifanya kwa lengo la kupokea malipo kila siku. Shanielewa. Kwa hiyo kwenye kazi kuna mshahara, kwenye biashara hakuna mshahara, kuna malipo ya kila siku. Sasa kwa sababu gani nasema mshahara? Mshahara ni pesa ambayo yenyewe, hapa nikiongelea kwa mshahara naongelea pesa ambayo ipo constant. Mfano, mshahara wako kila mwezi kwenye mkataba inasoma ni 500,000. Inamaanisha kila mwezi utapokea shilingi 500,000 kutokana na mkataba wako. Hiyo ni kazi. Ukiona unalipa mshahara uko constant, hiyo ni kazi unaifanya. Lakini kwenye biashara yenyewe haina mshahara. Ushanielewa? Biashara unafanya wewe haina mshahara. Inamaanisha nini? Leo unaweza ukapokea 100,000, ukapata 50,000, ukapata 10,000, ukapata 5,000, ukapata 2,000, hata usipate chochote kutokana na juhudi zako za kufanya biashara. Kwa hiyo biashara unaweza kutengeneza hata milioni 1 kwa siku kama utaamua kufanya biashara. Kwa sababu gani? Kwa sababu haina kikomo, ni kukulimit wewe. Lakini kazi na kulimit. Yaani hata kama ukasema mimi nataka nishinde kazini siku nzima, masaa 24, mwezi mzima, kama mshahara wako ni 500,000, boss utalipwa 500,000 tu. Na watu wengi wanapenda hivi. Kwa sababu gani? Wanajua kwamba mshahara constant. Lakini mimi nikwambie kwamba mimi ni mjasiriamali, lakini pia mimi ni mtu ambaye napenda biashara, kwa sababu biashara hainipi kikomo cha pesa ambayo unaitengeneza. Sasa wewe kama unajui ni huko ukajua ni biashara, I'm sorry. Hii sio biashara, hii ni kazi. Malipo ni kutokana, hii sio kazi, hii ni biashara. Na maisha malipo ni kutokana na wewe unaoweka juhudi kwenye biashara. Kwenye biashara ukasema mimi na kesha masaa 24, biashara yako utaona tofauti na ukisema nafanya masaa 2 kwa siku. Shanaelewa? Tofauti na kazi. Nimekwambia kazi hata ukikesha kazini, bosi atakulipa mshahara ule ule. Sasa kwenye Sasampa Agencies utatengeneza pesa kwa videos, kwa nini? Lakini unabidi ufahamu wapi pata kupush wewe utengeneze pesa nzuri. Sasa kama ilivyo biashara nyingine, biashara ya duka la nguo, biashara ya genge, biashara ya magari na biashara nyingine. Kama ilivyo biashara nyingine, basi hii biashara inahitaji uwe na wateja. Kazi inaweza sio wateja. Wewe kazi yako inaweza kawa ni kusafisha ofisi, ukapokea mshahara. Ushanielewa? Haujahusisha mteja wote, kusafisha tu ofisi ukalipa. Lakini kwenye biashara lazima uhusishe wateja wako. Inamaanisha kama unauza genge, wasipokuja wanunuzi wa nyanya, kitunguu, hautopata faida. Sio, unanipata? Lakini kwenye kazi, hata wakasema mimi na hudumia wateja wawili kwa siku, wateja wale wakaja ukahudumia wale, mwisho wa mwezi mshahara wako ni ule ule, haubadiliki. Sasa ndio tofauti. Sasa kwenye network marketing au kwenye biashara kama Sasampa Agencies, watu wengi wanaingia, wengi wanashindwa. Na ni biashara ambayo watu wengi wanashindwa kwa sababu watu wengi washazoea mishahara. Lakini pia ni kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi hawapendi kupambana. Kwa sababu watu wengi kupambana hawapambani jamani. Huko mtaani wenyewe tunaishi na watu hawapambani. Hiyo ni nature ya watu. Hawapambani. Kwa hiyo hata wewe kwenye watu ambao utawapata, kuna wengine watafanikiwa kwa sababu sio kila mtu atapambana, hata kwenye life la kawaida. Nimekwambia hii sio kitu kigeni, kitu ambacho kipo hadi kwenye maisha ya kawaida. Kuna watu ambao hawapambani. Hivyo. Sasa twende kawaida. Ukienda saluni leo hii, ukienda ukisuka, ukirudi mtaani
watu watakuuliza umesuka wapi? Utaambia nimesuka kwa mama fulani au saluni fulani. Wale watu watatoka na wao wataenda kusuka kwa sababu wamependa msuko wako. Je, yule mama wa saluni atakugea pesa kwenye ile faida ambayo utaipata? Jibu ni hapana. Na mnafanya kabisa kweli, mtu unapata kabisa mtu anaeleza huyu mama anasuka vizuri. Jamani, pale unapika chakula kizuri. Unamfanya marketing, unamtangaza. Je, yule mama anakulipa? Mbona ulipi na mbona umemtafutia wateja? Wale ni wateja. Leo hii kwenye Samba Agency ukaambiwa kutafuta mteja utalipa 10,000, hautaki. Sasa kosa ni la nani? Kwa hiyo utakuja kujua kwamba ni biashara ambayo ipo, lakini pia utakuja kujua kwamba ni biashara ambayo yenyewe tunaishi, lakini kwa sababu tumejua kwamba ni biashara ya simu unaanza kuidharau. My friend, usidharau biashara. Nimekwambia wewe rafiki yako utajielekeza kila kitu ataenda kule na hautolipa posho. Mimi nimenyoa sauni fan ile wananyoa pale. Ule mzee ananyoa. Sali yote anafika pale ananyoa kama yeye anamlipa, ule anapata faida, lakini wewe upate chochote. Lakini sasa Samba Agencies ukimpata mteja utalipwa shilingi 10,000, ukipata wateja 1,000 utalipwa shilingi milioni 10, na ukipata wateja 2,000 utalipwa shilingi milioni 20. Na idadi yani ukileta mteja kila mteja utalipwa 10,000, yani wewe hata kusema kwa siku mnaleta 10 utalipwa laki. Lakini aishi hapo wateja wako pia, ukipata wateja wao pia mimi sasa Samba Agency itakulipa shilingi 3,000. Ndivyo ninavyofanya kazi. Kwa hiyo hivyo ndio biashara ya Samba Agency inavyofanya kazi. Ni kama maisha kawaida. Na sasa hivi sana nikwambie kizuri, serikali ishaelimika kwenye hili. Ndio maana utaona ukienda sehemu tofauti kuna watu kama mawinga wapo, kuna watu kama maagenti niseme kwenye mabasi wapo, na wanapewa kipaumbele kwa sababu wanajua wale watu wanapata kipato. Na hadi mawinga wakaambiwa walipe kodi. Ule mtu anakuwa hana bidhaa, anakuwa hana kampuni, anakuwa hana chochote, lakini yeye anakuwa na watu, anatafuta wateja, then wale wateja wakienda kutumia kitu kwenye kampuni au kwenye kununua bidhaa fulani wanapewa percent. Ndivyo hivyo kwenye Samba Agency. Guys, hamna kitu kipya hapa. Na huzunika sana kuona mtu anatafuta. Hakuna kitu kipya. Yaani wewe ukimtafuta mteja aje utumie huduma za Samba Agency inakulipa. Hivyo hivyo ukifika pale stendi Magufuli, ukifika ukaanza kupokelewa kwa bashasha, unaambiwa nauli shilingi 70,000, kumbe nauli shilingi 60,000, ambayo ni elekezi kwa kampuni. Kwa kufika kule kampuni naambia bwana, sisi kila mteja atakayemleta ya kwako 10,000. Au kila mteja ambaye utamleta ya kwako 60,000 utajua utamwambia shilingi ngapi. Kwa hiyo pale anakatisha tiketi zake watu watatu, unakuta kwa soko na shilingi anataka shilingi 50,000, 40,000 kutokana na wateja ambao anawakatisha tiketi. Wateja ambao anawatafuta. Guys, imefika stand. Kuna watu wanawakimbilia. Hivyo hivyo kwenye Samba Agency. Wewe tafuta wateja. Waelekeze. Kuna watu kwenye magrupu wamekaa na fursa. Waelekeze, wage fursa na unalipwa na Samba Agency. Kwa hiyo kama wewe ambaye mimi sijui Samba Agency zipoje, sijui mbona tofauti na biashara nyingine. Hii ni biashara kama biashara nyingine. Lakini kingine inahitaji matangazo. Lazima uitangaze. Ni kama biashara nyingine. Ukifungua duka hapo, usikoweka bango watu watojua ni duka. Hata ukifungua wakala, usikoweka bango la wakala, hakuna atakayekuja kutoa pesa. Hakuna. Inamaanisha nini? Hautapata faida, hautafanya mauzo, na mwisho wa siku utafunga biashara. Ndivyo hivyo, mwisho wa siku utasema umetapeliwa, mwisho wa siku utasema Samba Agency ile. Kumbe wewe umeamua kuambia. Guys, tubadilike. Sasa Samba Agency zinalipa. Fursa mtandao ya network marketing inalipa. Niulize mimi ambaye nimefanya sasa hivi na almost miaka 6 naenda mwaka wa 7 kwenye hii fursa mtandao. Kwa hiyo guys, tuwe serious, tufanye kwa serious, tufanikiwe. Kwa nitaji comment yako hapo. Je, umeelewa somo? Na je, unatamani kufanya nini? Je, unatamani biashara ikusaidie nini? Acha comment yako hapo chini. Sio at the top, ni mwalimu wako hapo Ned01.